Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, mabara la Afrika, Mwenyezi Mungu apate kukubariki sana. Ni yule mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian katika nchi ya Tanzania. Katika siku ya leo Mungu amenipatia neema ya kuweza kusema na wewe ujumbe tena mfupi kabisa ambao Mungu amenipa nafasi hii kwa dakika chache maeneo haya ambapo nilipo. Nimeona ni vyema zaidi nitumie hii nafasi na fursa maeneo haya ili niseme na kijana, niseme na binti, niseme na mama, niseme na mtu mmoja kwa habari tu ya neno la Mungu ama uzima wa milele. Sikia. Na kabla sijaenda moja kwa moja katika hili neno ambalo Mungu amenipa niweze kulisema, basi nataka nikwambie kwamba bado tuko na changizo. Bado ni changizo, tunaendelea na ujenzi wa madhabahu. Ujenzi wa madhabahu na utafika mwisho hivi karibuni, lakini kutokana na watu mbalimbali bado walikuwa wanajitafutiza huku na kule, wameomba kwamba mtumishi wa Mungu, hebu usisitishe haraka, tunatamani pia kushare na sisi. Lakini nimesema kitu kimoja, malango ya mbinguni bado yako wazi, baraka za Mungu bado ziko wazi. Kwa hiyo bado haikujafungwa milango hii. Baraka za Mungu zitaendelea kuwa pamoja nawe. Wewe hata kama muda utakuwa umeenda sana wa kuweza kuchangia, basi nataka nikwambie kwamba Bwana bado atakubariki ukichangia wakati wowote na majira yoyote, kwa sababu ndani ya nyumba ya Bwana bado kuna kuwepo na uhitaji wa mambo mengi. Kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kuendana na ulimwengu unavyokwenda kwa ajili ya kupelekea ujumbe wa nyakati za mwisho. Kwa hiyo kuna uhitaji mwingi ili kusudi tusiwepo na usumbufu ama vipingamizi kadha wa kadha ambazo zinasababisha tusiweze kupeleka ujumbe wa neno la Mungu katika mataifa mbalimbali. Kwa tunatumia vitu vingi, tutumie gharama nyingi, lakini kwa neema ya Kristo. Kwa hiyo wewe andapo kama muda utakuwa umepita na unahitaji kufanya hivyo kwa ajili ya kubarikiwa na kumtukuza Mungu na kumtumikia Mungu kwa njia ya fedha yako, basi usisite, tumia namba hizo ziko chini hapo. Na hata sasa unaweza pia ukatumia namba hizo, ziko chini hapo. Na Yesu Kristo Mnazareti, Mungu mwenye nguvu na enzi, mwenye mamlaka, mwenye baraka juu ya baraka zote, atakuangazia, atakubariki wewe na familia yako, atakubariki wewe na mume wako na mke wako na mashamba yako na ofisi yako, atakujaza, atakubariki. Na katika neno la siku ya leo natamani tu nikueleze, kuna makosa ambayo mwanadamu anapokuwa katika ulimwengu, shetani huwa anamsababishia anayatenda. Nataka nikwambie, kwenye maisha jifunze sana kuwa makini. Mtu wa rohoni, mtu wa Mungu huwa yuko makini katika maamuzi na katika kutenda. Katika muda huu tunaoishi, muda wa nyakati za mwisho, saa hizi tunazoishi, shetani anawasababishia watu matatizo, na matatizo anayowasababishia si kama yale aliyokuwa anawasababishia zamani. Matatizo ya sasa hivi ni matatizo yaliyo serious sana. Anaweza kukutengenezea jambo moja peke yake, linaweza kukugharimu maisha yako. Lakini mambo hayo aliyatumia kipindi cha nyuma kwa watumishi kadha wa kadha, na sasa hivi amekuwa na trick zile anadili na watu anataka kuondoka nao. Kwa hiyo katika utendaji wako wa mambo yoyote, usifanye mistake. Kuwa makini sana katika maamuzi yako, kuwa makini sana katika utendaji wako, kuwa makini sana pale ofisini, kuwa makini sana kwenye mahusiano yako, kuwa makini sana kwenye biashara yako, kuwa makini sana katika huduma yako. Ngoja nikwambie, shetani anatafuta opportunity moja tu. Inawezekana umemzidi kwenye mahala fulani, lakini anakuwinda kila siku kunapopambazuka. Anataka kukusababishia jambo moja, na hilo jambo moja limebeba package kukuondoa kwenye nafasi ya utumishi ulionao, ama kukuondoa kwenye nafasi ya imani ulionayo, ama kukuondoa kwenye nafasi ya maisha ulionayo, ama kukusababishia maisha yako kupotea kabisa katika ulimwengu. Sikia, shetani anachukia sana watu ambao sasa hivi wamejisacrifice kwa ajili ya kumtumikia Mungu, na ametafuta kila sababu, na atakapopata mwanya atatupa jiwe moja ambalo lina nguvu kwenye maisha yako. Akikufyatua mara moja, umempa nafasi moja tu
Akikupiga mara moja linasambaratisha. Kuna uharibifu mkubwa utatokea. Inawezekana ikakugharimu kabisa maisha yako. Ngoja nikwambie, silaha hiyo anayoitumia aliwahi kuitumia kwa watumishi wa Mungu kadha wa kadha. Mmoja wapo ni Samson. Samsoni alikabidhiwa sana ujumbe na Mungu, na alipokabidhiwa nafasi utumishi wa kuwapigania wenzake, manake Samsoni alikuwa ni mwamuzi kwa ndugu zake, lakini akashindwa kutumia nafasi hiyo. Alikuwa akimaliza kuhubiri, alikuwa akimaliza kufanya injili, alikuwa akimaliza kufanya upatanisho, akuwapigania. Manake alikuwa kama ni mhubiri, mpatanishi Samson. Na aliwasumbua sana maadui zake ambao Mungu alimwagiza aweze kuwadhibiti katika kipindi hicho. Aliwasumbua sana. Unajua Wafilisti walihangaika sana juu ya kumtafuta Samson. Walihangaika mno. Lakini kwa sababu Samson wakati anaanza kazi yake hapa duniani, alikuwa anakuwa makini katika maamuzi yake. Maamuzi yake katika maisha yake, maamuzi yake katika utendaji wake, maamuzi yake katika ofisi yake, maamuzi yake katika mahusiano yake, maamuzi yake kwenye kila aina mawazo. Sasa adui alitafuta mwanya wapi aweze kumpata Samson. Hata sikiliza, masaa yalipofika, shetani akaona opportunity wapi ataiingiza. Mlango ambao alikuwa ameusahau Samsoni ni mlango wa mahusiano. Mlango wa mahusiano ulisababisha Samsoni akaingia pabaya sana. Kosa moja linaweza kukusababisha ukalia machozi kwenye muda huu tulionao. Kosa moja, nafasi moja, maamuzi yako. Chunga sana muda huu ukiwa kama unaitarajia mbingu. Shetani ana hasira na watu. Shetani ana hasira na watu sana muda huu. Kwa hiyo maamuzi yako, kuwa makini, yawe ni maamuzi yaliyostilika. Muda tulionao shetani anatafuta opportunity amwangushe mtumishi mmoja, amrudishe nyuma. Nataka nikwambie, inawezekana shetani umempiga vita kwenye sekta mbalimbali. Anatafuta nafasi kama alivyoitafuta kwa Samsoni. Samsoni alivyofanya jitihada za kumpiga adui, yani shetani. Lakini shetani hakukata tamaa. Alitafuta opportunity namna gani ya kuweza kumpata. Na Samsoni ilionekana nafasi ameiachia. Samsoni alirelax. Samsoni alizoea. Samsoni aliona yeye ni mshindi tu. Samsoni alijisahau hata kwenye maombi. Samsoni akajiona kwamba yeye anafaa. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Usiruhusu mlango. Kuwa makini sana katika utendaji wako wa muda huu. Kuwa makini katika maamuzi yako. Kuwa makini kwenye ndoa yako. Kuwa makini kwenye biashara yako. Kuwa makini katika mwenendo wako, katika maongezi yako. Mahala popote pale shetani yupo, anatafuta mlango tu apenye. Na akisha penya, atapenyeza gamba moja ama kibao kimoja kwenye maisha yako, kitasababisha machozi. Kama Samsoni alipoachilia akapata nafasi ya kumwachia shetani. Shetani alipopata ile nafasi alimbamiza Samsoni, na Samsoni kilichotokea alilia, na mwisho wa siku alikuwa ni msagaji wa ngano wa Wafilisti, na mwisho wa siku akatoborewa macho. Ni kwa sababu gani? Aliruhusu mlango, alilizika, akawa amejisahau, akacha maombi, akacha kuwa makini, akacha kuwa mtu ambaye mwenye akili nyingi kama mpiganaji, mwenye askari wa Bwana. Yesu anasema iweni na akili kama nyoka, lakini wapole kama ua. Muda tulionao huu, kama hatutakuwa na akili kama nyoka, muda huu shetani ataturudisha nyuma. Na shetani anajua kabisa mtu huyu amenisumbua sana. Kule kuzimu wanasumbua, wanaenda malaika wazake wanapeleka, mapepo wake wanapeleka, malaika zake wanapeleka kule taarifa kila siku kwamba umeshindikana. Shetani anapata taarifa mbaya, anapata maumivu kila siku. Anasema haiwezekani, tafuteni jitihada zote mpaka mhakikishe kwamba mnapata mlango mahala gani pa kumdondoshea. Sijui wewe umejisahau wapi, lakini nataka nikwambie neno hili. Usizoee kulala bila kuomba. Mchana omba, usiku omba, saa 8 omba. Weka bidii,
Tumia akili yako, maamuzi yako, kila kitu. Kuwa makini kuliko nyakati zote. Muda huu tulionao ni muda wa lala salama, ni muda wa pambano la mwisho, ni muda ukifanya mistake kwenye maamuzi, iwe kwenye ndoa, shetani anaweza kavamia ndoa yako. Dakika moja ukitoa mlango tu umekwisha. Watashangaa watu kabisa kwamba imekuwa kuaje yule mchungaji, imekuwa kuaje yule mama mchungaji, imekuaje yule muombaji, imekuaje yule mrokole, imekuaje yule ambaye tulikuwa tunamsikia, ndio tunamwangalia, huyu ndio tulikuwa tunamtegemea, huyu ndio tulikuwa tunaamini kwamba huyu amesimama na Bwana, imekuwa kuaje? Usishangae unapoona wachungaji wengine, unashangaa matukio kama yale. Jiandae na wewe. Sikiliza, unapoona watu wameanguka mahala fulani, ujue shetani alitafuta opportunity aipate ili aweze kumzalilisha, alizalilisha jina la Kristo. Na ndio muda tulionao huu. Na ni kutokana nazungumza hivi, nasikia sauti kwamba tuko watumishi wengi, tuko wasafiri kwenda mbinguni wengi, lakini tumejisahau. Hatujui kwamba majira tulionayo haya ni ya mitego ya shetani, na shetani anatafuta mahala tu ukishalegeza tu kidogo, akipenya utalia machozi. Utalia machozi. Akipenya kwenye ile biashara yako, ukiamua vibaya utalia machozi mara moja tu. Ule mlango ambao unaelekea kufungua, nataka nikwambie kwamba ufunge sasa hivi. Ule mlango utakaporuhusu ule mlango, utalia machozi kama Samsoni. Utakuwa msagagano. Funga mlango. Kuwa makini muda huu kwenye maamuzi, kwenye maongezi, kwenye biashara, watu, yani mahusiano yako pia. Kuwa makini kwenye mahusiano yako. Sikiliza, na kama kuna jambo linalowafanya watu wasimuone Mungu muda huu, ni mahusiano. Ninarudia, kama kuna jambo linalosababisha watu hawatamuona Mungu katika dunia hii, ni mahusiano. Mwanamume na mwanamke. Samsoni alitumia mlango mmoja wa kumtengeneza mwanamke akamleta kwa maisha yake. Delila alikuja kupolomua utume wa Samson. Utume wa Samson ulishia kwa Delila. Ulishia kwa Delila. Utume wake ulishia kwa Delila, akawa msagangano. Na ndio maana nakwambia huu ndio muda ambao Samson anatafuta, na huu muda anatumia sana ile silaha aliyoitumia kwa Samson. Niambie sasa hivi kuna mahusiano mangapi sasa hivi watu wanalia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, watumishi wa Mungu, na ndoa zimesababisha wamerudi nyuma, wameacha imani ya kumtafuta Kristo. Hawana maombi tena, hawana hamu, hawana nguvu tena za maombi. Mlango huu, na ni mbaya zaidi huu, shetani ameutumia, ana udhaifu nao sana. Na anajua katika mahusiano, ukikosea kwenye mahusiano, umekosea vitu vingi sana. Sikia. Naona kuna watu hapa katika ulimwengu huu, Wakristo wengi hawajawa makini katika swala moja wapo la mahusiano. Alilitumia shetani kile kipindi, katika kipindi hicho ambapo shetani alidili na Samsoni kuua utume wake. Mungu alimuamini, akamzawadia nafasi ya kipekee sana Samsoni. Lakini unajua kilichotokea? Alimtafuta mwanamke ambaye hakutarajia kumuona kwenye maisha yake. Na hata leo kuna watumishi wengi wametafutiwa wanawake kwenye maisha yao. Wanawake hao ni waajabu kwenye maisha yao. Na katika ulimwengu tulionao, nataka nikwambie kwamba wanawake wengi unaowaona katika ulimwengu huu ni majini. Ni majini. Watu wanapita, wanatembea. Sio wote sasa kwenye dunia hii. Maongezeko ya wanawake wengi duniani wanaonekana, wengine wameonekana ni waajabu. Wengi ni mapepo. Na mapepo yamevaa maumbile ya wanawake kwa sehemu kubwa, kwa sababu mwanamke ni kiungo, ni kiumbe cha tofauti sana ulimwengu huu kuweza kuigeuza dunia hii. Na ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja hivi. Kama kuna mtego anaotumia shetani sasa hivi, ambapo ukimistake kuruhusu mawazo yako ingia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi,
Na kwa sababu sasa hivi watu wameamsha hisia, ni kwamba unaweza ukaa kwenye mahusiano tu, ndoa mkaendelea, ndoa mnafunga baadaye, hata kama mmeshavuruga hamna mtu hata maana ya ndoa, na makanisa yanafungisha bila hata kujali hivyo. Watu wametembea katika mwili miezi mitatu, wamebeba mimba, wametoa na mimba kama 15. Ndio wanasema sasa tukafungishe ndoa. Anameremeta. Hiyo ndoa hiyo itakufanya usiingie katika mbingu. Utalia machozi. Wewe jisifu ndani ya miezi miwili mkumbatiane, na siku hizi mnaelekea. Yaani nakwambia watu ni kujiposti kama watu wa mataifa. Unapiga picha na mpenzi wako umemshikilia tumbo. Yaani unajua watu wamechanganyikiwa. Kuna mtego mkubwa ambao tulionao sasa hivi. Kama kuna mambo ya kuwa makini ni kwenye mahusiano muda huu. Ninarudia, kama kuna muda ambao unataka kuwa makini katika dunia tulionayo ni mahusiano. Ni mtego aliotumia kwa Samsoni, na Samsoni aliishia kusaga ngano ya Wafilisti, aliishia kutobolewa macho, alitumia mahusiano. Shetani, na ndio muda tulionao. Silaha ile ambayo alitumia kipindi cha namna ya kale, sasa hivi ameizidisha na kuiboresha. Yuko speed zaidi. Mahusiano. Samsoni unajua nini? Aliporudi kwa Bwana akamwambia, Bwana naomba unipe nguvu tena nijilipize. Sasa unajilipiza nini na unakufa na wewe? Kuna hasara gani? Sasa kuna watu hapa watatamani kujilipiza, lakini maisha yao wataishia moto wa jehanamu kama Samsoni. Samsoni alilia tu. Kuna wanawake majini sasa hivi hapa duniani wanatembea na maumbile ya bandia. Ukimwangalia mwanamke unasema hivi, ameshushwa, ameumbwa, jamani, huyu ni ameshushwa. Na siku hizi unajua vijana wanavyoimba nyimbo wanaanza kusema ni mzuri kama malaika. Hata wao wamechanganyikiwa. Wanajua hiki ni kiumbe cha namna gani? Yaani shetani ameenda kuwafinyanga huko, amewafinyanga kwa lengo tu akawavisha mwili wa kibinadamu, lakini ndani yake kuna mapepo. Amewafinyanga na saikolojia ya ulimwengu shetani ametengeneza kwa wanaume. Saikolojia ni makalio. Wanawake na makalio. Anakuambia sura hata mbuzi anayo makalio. Na shetani ametengeneza makalio kweli. Wanasema tu makalio, maana makalio. Vipepo viko vimevaa sura za wanawake na maumbile ya wanawake. Usione tu wanawake ukaangalia hii ukaangalia hivi, usiangalie. Wapo wakina Delila ambao wamevaa maumbile ya nyakati hizi za tofauti. Ni wakina Delila wengi wanaowatafuta wakina Samsoni waingize kwenye vilio, waanze kusaga ngano. Inawezekana hata wewe mwenyewe uko kwenye kusaga ngano, unalia, unaomboleza. Na unajaribu kutoka kwenye kusaga ngano, unashindwa kwa sababu macho yamepofuka. Hauoni njia. Samsoni hakuona njia. Nataka nikwambie, kama kuna muda wa kufanya maamuzi ni leo. Maamuzi sahihi kwenye mahusiano, ofisini mwako. Jambo jingine, kuwa makini sana kuanzisha urafiki na mtu yoyote. Huu muda shetani atatumia marafiki kana kwamba ni marafiki wanaokujali, kumbe wanakupekua kuja kukuangamiza. Na huo mlango ulitumika vile vile. Ulitumika kwa Samsoni hivyo hivyo. Alianza urafiki na Delila. Unajua wewe, unajua Samsoni akaanza kumbembele. Unajua. Mwisho wa siku akaanza kutoa siri. Unajua, akadanganya mara kwanza, akakwepa, na kesho kanakuja, jamani, unajua mimi siwezi kukusaliti. Unajua, ndivyo ilivyo. Uchunga urafiki wa mtu yoyote, usipende kuamini sasa hivi. Muda umeisha. Shetani anatumia opportunity nzito sana muda huu, na akipata huo mlango amekuangamiza. Nazungumza na mtu ambaye amejisahau kwamba tuko kwenye vita gani. Kuwa makini na urafiki, kuwa makini na watu, kuwa makini mahusiano, kuwa makini ofisini mwako, kuwa makini kwenye biashara yako, kuwa makini kwenye maamuzi. Kila maamuzi muombe Mungu, mshirikishe Mungu. Chochote unachotaka kuamua kwenye maisha yako, omba Mungu akusaidie uamue vyema. Nje na hapo,
utapigwa knockout. Wanasema knockout moja ya shetani. Muda huu shetani anapiga knockout tu. Kuna watu wanaopiga katafunua. Sisi tuliojifunza ngumi, mimi nimejifunza ngumi, kuna kitu kinaitwa katafunua. Unapiga katafunua. Katafunua. Sasa shetani ndio silaha, mapigo anayopiga sasa ni katafunua. Ukipigwa katafunua unaweza ukatema ulimi. Na sasa hivi watu anawapiga katafunua, wanatema ulimi, wanakufa, yani wanapotea kabisa au kupoteza bila ya ukiroho. Wow! Angalia, maamuzi yako unapoamua, amua usije ukakumbana na mtego wa shetani. Anatafuta opportunity, utalia machozi ya milele. Basi nikutakie tu neema. Hili neno kanalo sana. Kanalo. Watu wa Mungu wanatakiwa wawe na akili muda huu kama nyoka. Ongea na watu wote, ishi na watu wote, lakini kuwa makini. Kuwa nao makini. Muda wote ujue unawindwa wewe. Wakati niko kule Mbeya, niko Mbeya, wanapika wapikaji, mchungaji hakuwa na shida, mchungaji hakuwa na taabu yoyote, anapambania mimi nisipelekewe chakula ambacho labda kina vita. Shetani alikuja kaingilia kwa watu ambao, akaingilia kwa watu wapishi, aliingiza sumu pale, nimeletewa chakula pale china sumu. Mungu akikuokoa katika matatizo hayo, akikuokoa Mungu wenye hayo matatizo, sikiliza nikwambie, usiruhusu tena ukapata nafasi. Kuwa makini. Hata wachungaji kuwa nao makini. Shetani muda huu atatumia wachungaji, atatumia waimbaji, atatumia wazazi wako, atatumia mume wako, atatumia mke wako, anaweza kutumia hata mtoto wako. Kuwa makini. Ndio maana nakwambia iweni na akili kama nyoka. Huu muda tulionao. Nimeokoa sumu. Lakini mchungaji hana shida na yeye hakujua. Lakini jukumu la mimi kuwa makini lilikuwa ni la kwangu. Kwa neema ya Kristo aliniokoa. Kwa ndio maana nakwambia huu muda tulionao, usiyezani katika mazingira yako ya kupita, kama uko makini utapotea. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kumbuka kushare hapo, kumbuka kuchangia katika huduma hii. Hilo ndio neno langu ambalo nimeshare na wewe mtumishi wa Mungu. Kuwa makini, usije kulia machozi ya milele, yatatiririka.